1, 2, 3, funga. Fungua. Mwakirunge hoye! Mwakirunge hoye! Mwakirunge hoye! Kisauni hoye! Kisauni hoye! Mgeni wa heshima Bwana DCC, chifu wangu wa Mwakirunge, mwalimu wetu mkuu mpya wa Mwakirunge Secondary, former Chief Omari, Mzee Kopa, viongozi wengine wa kidini na watu wa Mwakirunge, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Waswahili husema siku njema, na leo tumeona Mwenyezi Mungu ametubariki na manyunyu. Ni kweli si kweli? Si ni siku njema hiyo? Tumekaa na jua siku hizi, lakini leo tunakuja anzisha mradi. Mwenyezi Mungu ameleta baraka, akaleta manyunyu kidogo, lakini ametuwezesha tukaweza kufika hapa kwenye kiwanja cha Karisa Maitha. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo mimi langu ni kuwashukuru, maana tumekuwa tukizungumzwa kwa sifa mbaya. Wengine wanasema Mzee Kopa, Chief Omari wameuza kiwanja, wengine wanasema Mbogo amekula pesa ya Karisa Maitha ile ilichangwa. Story mingi zimeongelewa, lakini Waswahili wanasema, inasemaje ile msemo? Haiwi huwa yamekuwa. Si leo tunayashuhudia. Tuling'ang'ana na tukapigana, kwa sababu hii shule ni shule kubwa katika Jamhuri ya Kenya. Kwa wale watu wa Mwakirunge wanaelewa ile shule ya Ribe Boys. Wangapi wanaelewa Ribe Boys hapa? Tunajua Ribe Boys ni shule kubwa sana ya kitaifa katika eneo letu la pande hii. Unasikia mtu wa Mwakirunge anakuambia mimi nilisoma Ribe Boys. Sasa tunatoa Ribe Boys kule, tunaileta wapi? Tunaileta wapi? So Mwakirunge itakuwa na Karisa Maitha. Sasa tutakuwa hatuna haja ya kwenda Ribe, tutakuwa tunakuja wapi? Mwakirunge. Kwa hivyo Mungu akitujalia, leo ni siku ambayo shule hii tutaweza kuianzisha rasmi hapa kiwanjani. Tunamgoja yule aliyechora hilo jengo, kwa kizungu tunamuita architect, yuko njiani anafika, atuambie pale alikuwa ameidentify lile jengo litaanzia wapi. Hatutaki kutoka hapa na story. Leo tunataka tutoke hapa tukiwa tumeweka hiyo mipaka ya kusema jengo linaanzia mahali hapa. Na hatutaki siasa. Maana tunasikia wengine sijui wanasema nini, sijui kuna panga huku na nini. Wagiriama usema kalauna kuna noni. Kalauna manyau. Kwa hivyo mimi nawaambia, msimuone DCC amekuja hapa bure. DCC amekuja hapa kumwakilisha Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Hii shule inatambuliwa paka na rais na serikali kuu. Ndio serikali kuu imetenga milioni 50 kujenga hii shule. Sisi tulichanga, CDF ikaweka pesa milioni 20 na serikali kuu imetoa milioni 50. Serikali kuu haiwezi kutoa milioni 50 bila kuwa na macho yake hapa. Kwa hivyo wewe kimtu wa hapa ambaye unasema ati sijui kutakwendaje, basi utadili na bwana DCC. Because kutakuwa na askari watalinda huu mradi usiku na mchana ili mradi huu uweze kusimama. Sasa wewe kuja na fujo zako, alafu kutane na bwana DCC na chifu wake utuambie kwa nini unapinga huu mradi usifanyike. Kwa sababu hii plot iligawanywa, ikatolewa title deed yake ekari 22 na tukatoa ekari 5 nyingine ya kujenga technical school hapa karibu na kiwanja cha shule hii. Kwa hivyo tutakuwa na Kisauni Technical Institute hapa, tutakuwa na National School hapa. Jamani, haya yakifanyika yataleta maendeleo, yatafungua eneo hili kama mlivyoelezewa. Tutahitaji nyumba za walimu za kulala, tutahitaji maduka, tutahitaji mambo ya kusupply chakula. Barabara hapa itatengenezwa ifike hapa kwa sababu ya jengo hili ambalo tunalianzisha leo. Kwa hivyo wewe mtu wa Mwakirunge, mtu wa eneo hili, huna budi kushirikiana na sisi. Vijana wamekuja tayari kuanzisha mradi. Nimeona mmoja ameinunua sururu hapa. Wangapi wamekuja na sururu tayari kuanza kazi? Hebu inua hii miko, nimeona yule mzee ameshika mwiko, yule ameshika mwiko, jembe liko pale. Wewe unataka kunyima vijana riziki yao? Wewe ni nani unyime hao vijana riziki? Kwa hivyo sisi tutafanya hii kazi na tuna imani yale maombi yamewekwa hapa.
yale maombi yamewekwa hapa na viongozi wa dini. Kama kuna pepo mbaya aende mbali, kama kuna mtu amezika kahirizi kake ende mbali, kwa sababu sisi ni wacha Mungu na tunamwamini Mwenyezi Mungu, na hili jengo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu litaanza na litaendelea mbele, au namna gani? Watu wa Mwakirunge, mimi nawaambia nyinyi mna bahati. Mwakirunge hii tangu nishike uongozi, yale nimefanyia Mwakirunge hakuna kiongozi wa hapo nyuma ameweza kuyafanya ndani ya Mwakirunge. Ni kweli au urongo? Tumewekeza milioni 10 tukatoa maji kutoka Marimani yakapita hapa chini yamefika mpaka Maunguja, kwa hali ambao watu walikuwa hawapati maji fresh. Ni kweli si kweli? Ukienda kule Maunguja nimejenga madarasa 2. Ukija Barakavoroni nimejenga madarasa 6. Ukienda pale sijui wapi jamani, Marimani tumejenga madarasa 4. Kwa hivyo Mwakirunge katika miaka 2 ya uongozi wangu nimejenga madarasa 12, ambao kama ingekuwa ni shule ningekuwa nimejenga shule nzima hiyo. Lakini kutokana na kwa tunapenda mambo ya elimu, tumehakikisha shule zetu tutaziboresha. Leo ukienda Mwakirunge Primary tunatoa yale mabamba ya kuleta kansa yanaitwa asbestos. Kazi inaendelea pale kubadilisha mabamba yale. Ukienda shule ya Maunguja, uje Barakavoroni, uje Maunguja, kila shule tumewajengea choo mpya ili watoto wetu wawe na mahali pazuri pa kutumia. Nimewekeza pesa, tunajenga Marimani Primary, tunawajengezea administration block ili walimu wetu wawe na mahali pazuri wa kuweza kuwahudumia wanafunzi. Jamani, haya yote yanafanyika ndani ya Mwakirunge hii. Ndani ya Mwakirunge. Na wewe kama mtu wa Mwakirunge utasema Mbogo hajafanya, wewe ni mchawi. Ni mtai si mtai? Kwa sababu tumeyafanya. Tumeyafanya. Hao waliotangulia mimi nawaambia wekeni waliofanya, muangalie Mbogo aliyofanya kwa miaka 2. Alafu mniambie mizani ya nani ni nzito. Kesho kutwa umesikia mwalimu wa Mwakirunge second. Basi tushalipia. Tutakuja tufanye sherehe kubwa. Tutalibeba ili basi kama tuna nguvu tulibebe kabisa lisikanyage chini. Tulibebe juu kama lile mpaka Mwakirunge tuliweke. Hilo si lile la Sanigio tumenunulia. Si lile leo tunalitumia limefika mpaka Garissa Maita. Kesho kutwa tunakwenda kupeleka ya Mwakirunge. Then tunanunua ya Marimani. Sasa nyinyi watu wa Mwakirunge mtakuwa kweli mna kitu ya kusema huyu Mbogo sijui iliendaje jamani? Ukuje udanganywe na mtu sijui Mbogo sijui nini. Wewe mwambie tumekuwa na viongozi lakini haya ndo tumeyaona. Si story. Ni ucheri. Ni visho simu. Ndoza dusojo. Hivyo bwana, hii maneno mingi mnasikia hapa, sijui mtu atatoka huko sijui nataka. Anajua shida ya Mwakirunge kweli? Kuna mtu atoke huko Mvita aje kuambia anajua Mwakirunge? Hata Mwakirunge yeye hajui iko wapi. Hajui hata Mwakirunge iko upande gani katika Jamhuri ya Kenya. Alafu mtu anakuambia anataka ugavana. Jamani, msicheze na hii maneno ya ugavana. Hii ugavana ibakie hapa hapa. Ugavana ubakie hii Kisauni, mimi nawaambia. Mkifanya makosa tutoe ugavana uvuke hiyo bridge, tutajuta maisha yetu. Mimi nawaambia ugavana ubakie ndani ya hii Kisauni ili tuweze kurekebisha palipobakia. Kwa sababu gavana anapatiwa pesa za kutosha bilioni 13. Tutahakikisha hii Mwakirunge imekuwa kama Dubai hii Mwakirunge. Kwa sababu Mombasa yote imeisha, mahali palipobakia na ardhi ni katika wodi yetu ya Mwakirunge. Na mimi nawaambia hiyo barabara ikishapata lami, Mwakirunge hii imebadilika, hakuna tena kurudi nyuma. Sasa wewe kama ulipatiwa title deed yako, usiwe haraka kuuza, utakuja juta. Tegezea hiyo title deed, mambo badilike, utakuwa milionea wewe. Lakini leo utakuja danganywa, sijui mtu anakuja umepewa title deed na serikali, unauza ardhi yako ekari 2, ekari 1 unapewa 300,000, unaona ni pesa nyingi. My friend, you will come and regret. When urafiki wako utaanza kuuza plot hapa eka 1 milioni 10, utasema mbona mimi niliuza yangu mapema. Kwa hivyo time hii ni kuzuia. Hii shule ikianza, hizi ardhi ambazo ziko karibu hapa, bei yake itapanda juu. Itapanda juu zaidi. Kwa hivyo tusiwe wepesi. Mimi nawaomba tushirikiane, tuhakikishe mradi huu umesimama imara. Huu mradi ni kwa manufaa ya watoto wetu. Tuko na Shimo la Tewa pale. Lakini Shimo la Tewa ni shule ya ukoloni.
Hii tunaandikisha historia leo, shule ya kitaifa ya kwanza ndani ya Kisauni constituency kujengwa na mbunge yoyote. Mimi nawaambia hakuna mbunge ambaye aliweka masuala ya elimu mbele kushinda Mheshimiwa Mbogo katika Kisauni constituency. Hilo nawaambia, na nyinyi wenyewe mnalijua. Tumesema bila kubadilisha mambo ya elimu, hii ukali kwanza na ukali wao utaendelea. The only thing ambayo tunaweza kumpatia mtoto wetu leo ni elimu. Hakuna urithi unaweza kumpa mtoto leo isipokuwa elimu. Wewe mwacheto kijipande cha ardhi, uangaliwe mtoto kama hukumpa elimu, anakiuza kesho. Lakini mpe elimu, hata afanye nini, hiyo elimu haitatoka katika akili yake. Elimu ni ya maisha, mpaka siku Mwenyezi Mungu atamchukua aondoke hapa, unless ashikwe na vilalu. Wale Wagiriama wanajua vilalu ni nini, ni wazimu. Wale wengine hawaelewi maneno. Labda pibepuza ashikwe na vilalu ndo hataweza, lakini kama ana akili yake mpaka siku tunamzika. Wewe muangalie Chief Omari ameretire, lakini bado tunamuita kama chief. Kwa sababu gani? Alisoma. Mzee Kopa yule pale alikuwa railways. Machifu wako hapa. Huyo principal kama hakusoma asingekuwa principal hapa. Amewaambia ametolewa Ganze, amekuja hapa Mwakirunge. Tumunge mkono huyu mwalimu mkuu. Masuala ya elimu, watu wa hapa Mwakirunge, Warabai na Waribe ni watu wanaelewa masuala ya elimu. Ndo kasikia kulijengwa shule ya Ribe Boys, kwa sababu Waribe walitambua elimu mbele ya kushinda katika Mijikenda. Waribe walitangulia kwa masuala ya elimu, ndio kaona shule ya kwanza ya kisawasawa ilijengwa pale Ribe, na Warabai wakajengewa Dr. Kraft. Hizo ndo shule, kwa sababu hawa jamaa waliona mbele. Kwa hivyo mimi nawaambia wakati umefika, na sisi watu wa Kisauni tuwe na jambo la kujivunia. Tuseme sisi sote leo tumekuwa hapa kushuhudia historia ikiandikishwa